Pole sana. Najua mke wako amekufa. Wewe ni nani? Na unatokea wapi? Naomba ujitambulishe tafadhali. So muda kunijua. Nipo hapa kwa ajili ya kusaidia. Bwana Waziri, kama nilivyokuambia mwanzo, kuna hali ya hatari imeiona na taa ya hatari pia inawaka kwa upande wetu. Kuna mtoto kanifuata. Na mwanzo wa mtoto nilimdharau. Kama mtoto kama watoto wengine. Ila huyo mtoto sio mtu mzuri. Wewe, nani alikwambia mimi nahitaji msaada? Na nani kakupa ruksa kuingia humo bila ruksa ya mtu yoyote? Wewe, komae. Tafadhali. Hii sio nyumba ya kuingia njia watoto ovyo. Mpuuzi nini? Naomba utoke. Kama utaki kutoka, mimi nakuacha. Lolote utakukuta utajuta. Ambwende. Najua mke wako amekufa. Sasa ndugu zake na Kidawa wanataka kufanya wewe ni chambo. Na kama hutoniruhusu niingie ndani, basi mimi nitaondoka. Na utaenda kuozea jela kwa sababu huo ndio mpango wao. Sasa ukitaka kuepukana na huo mtego, niruhusu nikusaidie. Na labda nikwambie kitu. Kuna hali ya hatari naiona ipo kwa upande wetu. Huyo mtoto anakwenda kuwa kikwazo kwa majambo yetu. Ostazi, wewe uliniambia kazi imekwisha. Ni kweli, nimekuhakikishia. Sasa hiki kikwazo unachoniambia kinatoka wapi? Wasiwasi wangu huenda akaenda kumfufua Kidawa. Na usinisaulishe, Kidawa hajakufa. Nisikilize. Nitakupa ruksa kuingia ndani. Ila sharti ni moja. Usipofanya hivyo ambavyo umeniambia awali, aisee, mke wangu asipoamka, wewe dogo, wewe tukunyema, wewe tipwatipwa, wewe ya ndunje, utakuwa nyama yangu. Unamjua cha mtema kuni? Ndio mimi. Endapo hautomwamsha mke wangu, mbona furahi? Ingia huko. Ni hali tunaiweka kuwadanganya wanadamu. Ila hata ukienda kumgusa Kidawa bado wa moto. Ostazi, hivi unajua unanichanganya sana. Unanichanganya vibaya mno. Bro, mimi nilikuja kwako kwa lengo la Kidawa kufa. Sasa hivi ukiniambia Kidawa hajafa. Oya. Braza, mimi sipo kwa ajili ya mchezo braza. Mimi najua kila kitu kimeisha kama ambavyo umeniambia, na niko mtaani kuhangaika kupata namna ya kupata hati na kuimiliki na iwe chini yangu. Leo unaniambia habari za Kidawa hajafa. Braza, hebu tusileteane masiala bwana. Mimi bado nina uhitaji wa hiyo fedha iwe chini ya himaya yangu. Na nilishakupa donge nono la fedha.
kwamba wewe fanya unachoweza, fedha yoyote ile utakoitaka nitakupa, achilia mbali niliyokuahidi. Shida iko wapi? Mtoto anakuzidi nguvu vipi wewe? Pole sana Mabwende. Naanzaje kupoa unavyoona? Naanzaje kupoa? Mke wangu nimemwacha hapa vizuri tu kwenda kumtafutia angalau 200-300 ya kujikizi kwenye maisha yetu. Narudi namkuta mtu kakata moto. Isitoshe zaidi kinachonipagawisha, mwili ni wa moto ila pumzi imekata. Ananipagawisha mimi. Nichanganyikiwa. Lakini kama nilivyokuambia, mkeo hajafa. Hajafa? Unamaanisha nini? Wakati nimekwambia pumzi imekata na pia mwili ni wa moto. Unanichanganya. Mungu aliye mbinguni, wewe unanichanganya, unanivuruga mimi. Nakuelewaje hapo? Mimi nakuelewaje? Kidawa, na kuamuru uamke. Na kama nilivyokuambia, hapa kuna Husda. Husda? Unamaanisha nini ukisema Husda? Waliomfanyia hivi Kidawa ni ndugu zake. Osazi, mimi ninachotaka kusikia brother ni Kidawa amefariki. Ache mimi nitajua la kufanya. Samani, kwani wewe nani na unatokea wapi? Isije kawe Masia, maana unachokifanya ndicho hicho alikifanya Masia kwa historia inavyosema. Naomba ujitambulishe, wewe ni nani tafadhali, nakuomba kabla hujaondoka, naomba ujitambulishe. Na ukipata shida naomba utafute. Sawa, samani, kabla hujaondoka ndugu yangu, naomba unisaidie. Mimi wewe sijui unapokaa, sina namba yako ya simu. Nakupataje? Ungenipa namba yako ya simu sasa ili ninapopata matatizo nikwambie. Mke wangu kapata matatizo, yaani kwenye hili msiamini kabisa. Mke wangu, Sister, kiukweli huko nilikotoka mambo sio mazuri kabisa. Yaani ule ustazi amenichanganya vibaya mno. Yaani anakuja kuniambia bila aibu kabisa, eti sijui kuna sijui kibwenge gani huko, sijui kitoto, sijui kitakataka gani kimekuja pale kumtishia yeye na kinamzuia kabisa asifanye chochote kuhusu jambo letu. Sasa mbona huyo ustazi anatuvuruga? Mambo yanaendea mwishoni na yeye anatuvuruga. Kiukweli sister, mimi nilichokiamua ni mara 10 nitoke hapa moja kwa moja niende kwa Mabwende.
Nikifika kwa Mwambwende mimi nichukue hizo hati zote. Mwambwende? Ndio maana yake. Unaenda kulifuata sasa hivi kaka? Basi unajua kule kuna msiba, unaendaje kulifuata? Asa wewe msiba unakuhusu nini? Pole sana kakaangu. Kinachotakiwa ni kuwa na subira tu. Dada, subira nishaifanya na subira nimeiweka kwa muda mrefu sana. Huwezi amini, wale mabwana lengo lao ni mimi niozee jela. Alafu isitoshe, ninachoshukuru asingekuja yule malaika na asingetokea, si malaika yule, si katumwa, si kafanya nini, mimi hata sijui alipotokea. Amenikomboa vya kutosha. Asingetokea yule, mimi ningeozea jela. Hapa ninavyozungumza na wewe dadangu, lengo langu ni kumpa talaka yule mwanamke ili niwe salama, ili mimi nisiende kuozea jela dadangu. Yaani kwa kifupi, nataka kuwa mwenyewe, nijipambanie na maisha yangu. Hapana. Mungu kukuumba wewe mwanaume hakukosea. Na wewe ndio kichwa cha familia. Wewe ndio nguzo. Sasa kama wewe nguzo ukiteteleka, hiyo familia kweli kutakuwa na msimamo? Mimi nitakachokushauri ni wewe kutokumpa mwenzio talaka. Mambo ya msiba ni msiba na mambo yetu ni mambo yetu. Yaya mambo hayaingiliani na swala la msiba kabisa. Msiba, jambo letu jambo letu. Ngoja nikwambie, unajua nyewe akina mama nyewe, hasa nyewe wanawake nyewe, hasa nyewe wasichana wa sasa hivi, hamueleweki hata kidogo. Hata kidogo hamueleweki. Hapo unaweza ukakuta yule kidawa tayari memenwa kidogo na bwana wake, we wanajua wenyewe walivyodanganyana huko. Unaweza ukakuta yule bwana hata kutaka kuandikwa kwenye ile hati yenyewe. Sasa hili jambo mimi siko lazi kulifumbia macho. Lazima nifike pale. Na hizo hati lazima nisitie kwenye mikono yangu. Kwa sababu kiukweli mimi sitaki kabisa hili jambo linipitie pembeni. Mimi hili swala ninalivalia njuga na liko kwenye mikono yangu, na mimi sishindwagi kitu. Nikishika kitu mimi mpaka kiishi. Nafikiri unanijua vizuri. Sikia ndugu yangu. Unapotaka mafanikio, always unapotaka mafanikio, lazima ukubali kuwa na roho mbaya. Hilo siwezi kukuunga mkono. Na itakiwa ufanye hivyo. Dada, Waswahili wanasema hivi, kitanda ukilaliacho hujui kunguni wake. Dada, kuna mengi napitia kama mwanaume. Laiti ungejua, usingenishauri hivi. Dadangu, kwa kifupi mimi am so tired. Nimechoka, yani nimechoka. Kwa sababu wale lengo lao wapate mali. Sasa ili mimi niwe salama, nimpe talaka mke wangu, nimwachie ndugu yao, wao ndo wajue sasa, wanamweng'enya, wanamtafuna, wanamtema, wanamchemsha, wao watajua wao wenyewe na familia yao. Mimi nitoke kwenye kikina kirefu cha maji. Hizi shida tumeambiwa si wanadamu. Na wewe ndio baba sasa. Ndio maana zikajengwa nyumba zikawa na pembe hizo 4. Usiposimama kwa miguu yako, hamna mtu ambaye anaweza kukushika mikono. Cha msingi
niwe kupambana tu na si kitu kingine. Mimi niko pamoja na wewe, siwezi kukuacha kwenye nyakati hizi, kwenye kipindi hichi kigumu. Cha msingi ni kupambana tu. Dada, maneno yako yameanza kuniingia na nimekuelewa vya kutosha zaidi. Kuna sehemu niliwahi kusikia maneno ya Mungu akisema kwamba ukiona matatizo mengi basi ujue Mungu ana sababu yake kukupa hayo matatizo ujue kuyahimili. Na mitihani inapokuwa mingi unatakiwa usimame sasa. Aidha uende kwa shetani au uende kwa Mungu. Mimi nimeanza kukuelewa. Mimi naamini shetani aliyenisimamia ili nimpe mke wangu talaka. Sasa nasimama upande wa Mungu. Sitompa mke wangu talaka. Aswa? Basi sawa. Mwende! Walizaliwa nyumba moja, walikula sahani moja, leo mali imegeuka kuwa sababu ya vita. Kaka na dada wameficha tabasamu, nyamio mioyo, kuna mipango ya maumivu. Mdogo wao wa kike ameolewa mbali, lakini hati ya nyumba ipo mikononi mwake. Wanasema huu ni urithi wetu wote, lakini tamaa imefumba macho yao wote. Husda imeingia ndani ya familia, upendo umegeuka kuwa chuki.